الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنة إلى يوم الدين. Udugu wa kiimani, namna gani udugu huu wa kiimani unakuwa ni sababu, ama udugu wa kiimani na umoja inakuwa ni sababu ya kuleta nguvu baina ya Waislamu. La shaka ikhwani, barakallahu fikum, kila mmoja anaelewa thamani ya udugu wa Kiislamu, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza. Allah jalla jalaluhu anasema ndani ya Qur'an, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Na hii aya itakuwa ni itatu direct leo sisi katika darsa yetu kwamba waumini wote ni ndugu. Bwana mmoja aliuliza swali, wale mashekhe aliwataja shekhe langu Shafi hapa TikTok, mtu mfungua peji yake ya TikTok ajifanya yeye shekhe, yuuliza maswali ajibu. Jamaa mmoja akauliza swali, mwenzie amwambia, vipi yafaa kumuoa dada wa jirani yangu? Jamaa akamwambia haifai kumuoa huyo mwanamke kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa. Waumini wote ni ndugu, so dada ndugu yako dada yako pia wewe hufai kumuoa. Ndio wale mashekhe TikTok wale. Lakini huu ndugu wa Kiislamu, barakallahu fikum, ambao tunaenda kuzungumza, ndio huu ambao Allah jalla jalaluhu ameutaja ndani ya hii aya, innamal mu'minuna ikhwa. Bali huu ndugu tukisoma tarehe yake nyuma kidogo, tukirudi kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu Muislamu mwenzio yoyote unayekutana na yeye, sawa akawa ni kabila yako ama si katika kabila yako, nasaba yako ama si katika nasaba yako, huyo ni ndugu yako. Na huo ndio ukhuwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautaja akisema innamal mu'minuna ikhwa. Lakini daraja zake tu huzidi. Mtu akiwa ni ndugu yako pengine katika nasaba, ndugu wake unakuwa una nafasi kubwa zaidi. Na akiwa ni ndugu yako na ni Muislamu mwenzio, jirani yako, ndugu wake wazidi zaidi. Mtume alayhi salatu wassalam, baada ya kutoka Makka kwenda Madina kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hijra, alipofika Madina, katika mambo ya mwanzo ambayo kwamba aliyafanya, miongoni mwayo alifanya al-ikha, au inajulikana kwa ulimi wa watu wa sira, al-muakhatu baina al-muhajirin wal ansar, kutengeza udugu baina ya muhajirin, wale jamaa ambao kwamba walikuwa kutoka Makka, walogura majumba yao na wake zao na familia zao wakaenda Madina. Jambo la kwanza Mtume alayhi salatu wassalam akafanya kuweka udugu baina yao na baina ya ansar ambao ni watu wa Madina. Ndio Allah jalla jalaluhu wasema, lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Hawa fuqara muhajirin ambao kwamba walitoka katika mji wao wa Makka kwenda katika mji wa Madina, walitolewa kwa nguvu, sababu wengine waliondoka wakiacha mali zao, wengine waliondoka wakaacha wake zao, wengine waliondoka wakaacha mali ambazo kwamba walikuwa wako nazo, kila mmoja mtu akaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwingine alikuwa ni tajiri mkubwa alipokuwa Makka, lakini baada ya kuingia Madina akawa hana kitu yoyote. Sasa Allah jalla jalaluhu akawataja hawa ambao kwamba taraku ad-diyara wal ahla wal amwal liajli Allah tabaraka wa taala, walioacha mali zao na majumba yao na familia zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipofika Madina, Allah jalla jalaluhu kupitia mafundisho ambayo kwamba aliyatoa Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume akafanya muakhat, akawaunganisha sasa baina ya hawa na hawa wa Madina. Ndio Allah jalla jalaluhu akawasifia kadhalika watu wa Madina, asema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim
yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale ambao kwamba wao walisakani Makka, Madina, before wale wenzao waje katika mji wa Madina, wao wenyewe waliishi katika ule mji wa Madina na wakawanusuru ndugu zao kupitia imani yao ambao kwamba walikuwa nayo katika vifua vyao, wakajitolea mali zao na nyumba zao kwa ajili ya ndugu zao ambao kwamba walikuwa wanatoka Madina. Huu ndugu ambao kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliutengeza ulileta natija kubwa sana, ambao sisi leo katika darasa ya leo tutataka tufikie katika natija kama vile hii. Miongoni mwa uzuri wa huu ndugu, ilifikia wakati mmoja katika muhajirin ama mmoja katika ansar anathubutu kutoa mali yake, nusu ya mali yake. Kisa maarufu mashekhe wanakifahamu, kisa ya Abdurrahman ibn Auf na Saad ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhuma. Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuunganisha hawa jamaa wawili wakawa ndugu, Saad ibn Rabi' anamfuata Abdurrahman ibn Auf, anamwambia hii ni mali yangu yote. Kakusanya mali yake kaeka pale, amwambia sasa hii mali yangu mimi naeka nusu, hafu achukua wewe na nyingine nachukua mimi. Haya, jamaa akachukua ile nusu, ambia bado sijamaliza kwa sababu ya ndugu wetu, twende nyumbani, mimi niko na warembo wawili, tizama wote wawili, atakaye kupendezesha wewe, utakayempenda mimi nampea talaka umwoe wewe. Waweza waacha usingizi wako shekhi, mimi mwenyewe siwezi. Lakini hadha madha ukhuwa al-imaniyya, udugu wa kiimani. Pale alipoelewa ya kwamba mimi nitapokuwa na huyu ndugu yangu katika imani na urafiki watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukadumu, maslahi yake hayatakuwa duniani peke yake, bali haya maslahi yataenda mpaka akhera. Allah tabaraka wa ta'ala ametaja katika Qur'an miongoni mwa madhara ya urafiki mbaya na akataja faida ya urafiki mzuri. Allah sema al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Wale marafiki walikuwa wawili duniani, mabesti, kila mtu akaenda huyu mbesti yangu, huyu rafiki yangu. Hawa siku ya kiyama watakuwa maadui. Huyo classmate wako ambao umpenda sana yeye kuchukua wewe usiku umeenda night club, kesho ya kiyama atakuwa adui yako. Illa madha almuttaqin, wale wacha Mungu udugu wao utaendelea. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam akawaunganisha hawa mabwana wawili, ikawa ni sababu ya mmoja yuko tayari kutanazal kwa mke wake, usingizi wake, la azizi wake, ayuni wake kwa ajili ya rafiki yake katika imani. Hadhihi al-ukhuwa al-imaniyya ambao sisi tunaenda kuizungumza. Falidhalika ufahamu wa ukhuwa al-imaniyya, udugu wa kiiman, manake ni ule al-ukhuwa fil Islam ambao unaashiria al-mahabba as-sadiqa, unaashiria mapenzi ya kweli, si mapenzi ya urongo, mapenzi ambayo wampenda rafiki yako sababu wako na kitu, wako na mali, kwa sababu wako na jah na nafasi. Unampenda rafiki yako sababu yusikizwa akienda katika ofisi za governor. Udugu wa kiimani unakuwa umejengwa na al-mahabba as-sadiqa, mapenzi ya kweli. Haya mapenzi ambayo yakiingia katika moyo, mtu yuko tayari kujitoa kwa ajili ya rafiki yake. Kama vile katika ghazwa Yarmouk, miongoni mwa vita ambavyo kwamba viliendelea kwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, masahaba kadhaa walijiwekea katika kataib, kikundi fulani, wakapeana bai'a kwamba watapambana mpaka katika damu zao ya mwisho. Hawa mabana walivyoenda katika saha ya ma'raka, vita ikaendelea kwa muda mrefu, kila mmoja akajikuta baada ya muda kadhaa ashapigwa panga, ameanguka chini. Akaja bwana mmoja anataka kuwapea maji. Alipomfuata yule mtu wa kwanza, amwambia nenda kwa ndugu yangu yule pale. Ndio mapenzi ya kweli. Mimi niko na kiu, nisipokunywa ile maji naweza kupoteza roho yangu, lakini akakubali kutoa ile maji ampee mwenzie. Ile maji ilipofika kwa mtu wa pili, yule bwana pia asema naenda kwa mtu mwingine yule kule, akona kiu kuliko mimi.
Yule bwana akaenda kule, safari ikawaenda, nenda kwa yule, nenda kwa yule, nenda kwa yule, mpaka ufika mwisho. Yule wa mwisho tayari shakata roho, mfariki. Jamaa wa maji warudi nyuma sasa, anakuta yule wa mwanzo pia amfariki. Atizame wa pili amfariki. Maana kama pengine mmoja yuko hapa, mwingine yuko kule, mwingine yuko kule. Yule sema maji, afika pale, yule asema mpelekea yule pale. Wallahi mapenzi ya kweli ambayo kwamba walikuwa nayo, kila mmoja yupo katika hali ya mauti, lakini yu'thiru ala akhihi, yuampendelea zaidi ndugu yake kuliko yeye. Huu ndio upendo ambao yataka urudi katika safu za Waislamu. Huu ndio upendo ambao kwamba sisi wanafunzi yataka tuuweke katika vifua vyetu. Japokuwa ni ngumu, hatuwezi. Kisa moja ile ya bwana mmoja yuko kwa church. Sasa amekuja na karatasi, asema kwamba mimi napatiwa na Bwana Yesu, kwamba yoyote ambaye kwamba hii karatasi itamwangukia anaenda kwa Bwana Yesu. Manake anakufa anaenda kwa Bwana Yesu. Yule bwana akasema sasa mimi karatasi naitupa, itakayemfikia huyo ndo ataenda kwa Bwana Yesu. Manake anakufa, uweze kwenda kwa Bwana Yesu na huko duniani. Yule jamaa alipotupa ile karatasi bwana, kwa kile na koenda mmoja wa pale ipuliza. Ikienda huku mwingine yaregesha, ikienda kule mwingine yaregesha, mpaka ikaja kuregesha kufika kwa askofu mwenyewe. Sasa aiangalia kwa juu namna hii, askofu alipuliza. Nani unataka kufa? Sasa nataka ifikie wenzio wewe usalimike. La, ndio maana katika sharia ya Kiislamu, katika qadha, ikifikia labda wewe umelazimishwa kumuua mwenzio ili wewe usalimike, haufai kumuua, bora uuliwe wewe. Na ikitokea wewe ukamuua yule mtu kwa sababu mtezo nguvu, wewe katika mahakama utahesabika ni qatil, na hukumu itakuwa kama hukumu ya qatil, hakuna kwamba tu mtezo nguvu. Falidhalika tunaporudi katika ukhuwa al-imaniya, manake ipatikane ndani yake al-mahabba as-sadiqa. Mapenzi ya kweli yakipatikana yataleta thamara ya an-nasiha, nasaha. Ukiwa wampenda mwenzio upendo wa kweli, ukimuona yokosea utakuwa wafanya juhudi kuweza kumrekebisha. Sasa tutasema mafhumu ya al-ukhuwa al-imaniya, manake ipatikane mapenzi ya kweli, thumma ba'da dhalika an-nasiha, ipatikane baina yetu nasaha. Kama vile sisi tulipopendana, alhamdulillah, Allah akatusahirishia leo tukaketi tupeana nasiha. Huu ndio upendo wa kweli. Pale unapomuona rafiki yako yokosea, wampatia nasiha. Pale unapomuona mwenzio yuwapatia, basi wamshajiisha ili aendelee na ile khairi ambayo kwamba yuko nayo. Kadhalika baada ya nasiha, ikija nasaha ukampatia mwenzio, italeta thamara ya at-taawun, mtasaidiana baina yenu. Sababu wataka mwenzio kwa ile nasaha ambayo kwamba umempea na yeye pia imfikie. Sasa utamsaidia yeye kufika katika ile thamara ambayo ni ya at-taawun. Watapatikana sasa Waislamu wanasaidiana baina yao. Upendo wote ambao kwamba ndani yake hamna nasaha wala hamna kusaidiana, huu si upendo wa kweli. Na huku kusaidiana kuwe ala albirri wattaqwa, watu wasaidiane juu ya mambo mema, juu ya mambo ya uchamungu na mambo mema. Falidhalika huu ndio ufahamu kwa ufupi wa mapenzi ya Kiislamu, kwamba al-ukhuwa fi al-Islam تعني المحبة الصادقة والنصيحة والتعاون على البر والتقوى. inaashiria kwamba watu wapendane mapenzi ya kweli, na kadhalika wanasihiane na wasaidiane katika mambo ambayo kwamba ni ya wema na mambo ya uchamungu. Lakini kadhalik al-ukhuwa al-imaniyya, udugu wa kiiman, unamaanisha an yatajawaza al-muslimu العصبيات الضيقة فيجعل ولاءه لله ورسوله وللمؤمنين. yule Muislam ambaye anamuona Muislamu mwenzie mbele yake atangulize upendo kuliko hata ile asabia ya nafsia. Wewe unaona kuna jambo ambalo kwamba uko nalo, watu fulani wapo katika haki, wewe haupo katika haki, lakini kwa sababu ya ile chuki ile kuwepo katika nafsi yako unaitanguliza ile chuki kwa kuwa yule mtu si mtu wangu. La,
bali kitu ambacho kwamba yafaa kitangulize ni alwala lillahi tabaraka wa taala, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walilmu'minin, na kuwapenda waumini. Mtume alayhi salatu wassalam asema thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata aliman, mambo matatu akiwa nayo mmoja wenu atapata kupitia mambo hayo utamu wa iman. Katika hayo mambo Mtume alayhi salatu wassalam asema wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ikitokea umempenda mtu basi usimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio alwala ambayo ulama wa aqida wanatueleza kwamba unakuwa unampenda mtu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa umpenda mwenzio kwa ajili ya Allah, utaacha chuki za kikabila, utaacha chuki za kinasaba, chuki za urafiki, utaweka mahabba li ajli Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, quwwatul umma fi al-ijtima', quwwatul umma fi al-ikha'i wal-ijtima', nguvu ya umma hupatikana katika watu hawa kuwa kitu kimoja na kuwa ni mandugu. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam aliashiria haya mambo ambayo leo uhalisia tunauona leo. Mtume alayhi salatu wassalam asema yakaribia huu umma kuwavamia nyinyi, huu umma huu na watu wake watakuja kuwavamia nyinyi Waislamu. Ni kwamba kama vile majibu wanavovamia ile sahani ikiwekwa chakula pale, sasa huyu anakuja anavuta mkono, huyu mwingine anakuja anavuta kichwa. Kwa sababu gani? Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, kwani sisi umma utatuvamia na kutuangamiza katika hali kama vile hiyo? Kwa sababu sisi tutakuwa tuko wachache. Amin qillati yawmi idhin, je sisi wakati huo tutakuwa tuko wachache? Mtume asema la, mtakuwa wengi sana. Lakinnakum ghutha ka ghuthai sail, mtakuwa wengi lakini mtakuwa ni kama vile povu la bahari, halina faida. Lile povu halinufaishi mtu wake. Mtu akipita kwa bahari atadhania ile povu ni sehemu ya jazira, kisiwa. Akienda pale hapati kwamba ni sehemu ya kupumzika, akikanyaga kwa ile povu ya bahari akaangamia. Na huu ndio hali ambayo kwamba Waislamu tumefikia leo. Yani pengine wewe hapo ulipokaa jirani yako pembeni yako unamchukia, na ni Muislamu mwenzio, amvaa hijabu kama vile wewe, amvaa nguo kanzu yako na kofia yako nzuri mashallah na kilemba kama vile mwenzio, bali yeye Muislamu na wewe Muislamu. Madha lakinnaka la tuhibbu, humpendi, takrahu wa huwa akhuka almuslim, na yeye ni ndugu yake. Sasa ikitokea mtu anataka kuja kumwangamiza yule, wewe utamwacha kwa sababu la tuhibbu. Mmoja katika washairi anasema wa idha tarakta akhaka ta'kuluhu adh-dhi'abu fa'lam bi annaka ya akhahu satustatadu wa yaji'u dawruka ba'dahu fi lahzatin in lam yajika adh-dhi'bu tanhashuka al-kilabu. Ikiwa utamwacha leo ndugu yako, ukaacha udugu wa Kiislamu, ukaacha upendo wa kiimani, ukamwacha ndugu yako wa kiimani yuwaliwa na majibwa, ama aliwa na ile mbwa mwitu wale, elewa ya kwamba kesho itakuwa ni zamu yako, kwa sababu umeacha udugu wa Kiislamu mkafata udugu mwingine. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kupitia huo udugu wa kitaghuti ambao kwamba nyinyi mmeubeba. Ndio asema ukimwacha ndugu yako leo akaliwa na mbwa, kesho jua kwamba ni zamu yako, sababu huyu ndio ambaye kwamba alikuwa anakutetea. Kisha nafasi yako itakuja. Kama mbwa mito hawatakukula wewe, basi majibu ndio ambao kwamba atakuja kukuangamiza. Madha lamma tarakna al-ukhuwa fasirna adhilla, tulipoacha udugu wetu tukawa madhalili sana. Falidhalika quwwatul muslimina, nguvu ya Waislamu, fi ukhuwatihim, yapatikana katika udugu wao. Miongoni mwa matunda ambayo kwamba yanapatikana katika ukhuwa al-imaniya, pale watu watapoweka udugu wa Kiislamu baina yao, sayatahaqqaqu al-amn wal-istiqrar baina afrad al-mujtama', itapatikana amani na utulivu baina ya watu.
Yani ikifikia wewe ndugu yako wampenda, wajua ndugu yako yuwatangulizwa zaidi kuliko kitu chochote, basi ikiwa ndugu yako atafikiwa na masaib, wewe ndo ambaye kwamba utakuwa waumia na ile masaib. Kama vile Mtume alayhi salatu wassalam anavyosema, mathalul muslimina fi ta'awunihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisari wal humma. Mfano ya Waislamu katika kupendana kwao, kusaidiana kwao, kunusuriana kwao ni kama vile ya mwili mmoja. Bodi lako mwili mmoja, ikifikia tu kidole yako hii ndogo kabisa, hii ndogo itasikia maumivu, basi mwili mzima utaleta homa na utashindwa kulala usiku. Kwa sababu gani? Kidole tu ndogo ya umma. Uwezi sema sasa hii kidole ndogo tu, mimi bodi langu kubwa kama vile ile, nina kichwa kikubwa na macho makubwa na mashafu makubwa, tumbo langu mashallah mimi ni kibonge, sasa mimi hata hii kidole sina mpango nacho. Utasema hivyo? Utalala usiku, pressure itakujia, homa itakuwa kali. Kwa sababu gani? Kwa sababu huu mwili ni kitu kimoja. Sasa huu mfano Mtume alayhi salatu wassalam ameutoa kwa undugu wa Kiislamu, kwamba ndugu wa Kiislamu yafaa ifikie kwamba baina yao ni kama vile mwili mmoja. Ukiona sehemu katika mwili wako ya umma, basi mwili wako mzima utaanza kulalama kwa maradhi kama vile yale na maumivu kama vile yale. Falidhalika ikifikia hali ya Waislamu kama vile hii, mmoja akawa anaumia kwa maradhi ya mwenzie, ndio hapo sasa mmoja atakuwa anajitahidi kumnusuru mwenzake. Akimnusuru mwenzake itapatikana hii amani ambayo kwamba sisi tunaizungumza. Lakini kadhalika miongoni mwa thamarat al-ukhuwa al-imaniyya at-taawun fi nashri al-khair wa da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Waislamu watasaidiana katika mambo ya khairi na mambo ya kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shafi amezungumza tarehe yake ndogo kwamba alipokuwa akianza da'wa, kuna baadhi ya watu wana staajabu, mtu akisikia da'wa jua mpaka akuwe ulama, kama vile mashekhe zetu hapa. Anataka naye pia akuwe ulama, akuwe yuvaa amama, yuvaa kanzu, yuvaa zake hijab na niqab, macho hayaonekani, hapa ndo atakuwa daia. La wallah, wallahi unaweza ukawa dai na umevaa suti yako vizuri tu, la usiwe na wasiwasi. Da'wa paka ukuwa umenyoa kipara, haya na hizo nywele yako unakuwa dai. Unaweza kuwa dai na uko katika kazi zako na anta dai ila Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu da'wa si peke yake kusimama na vitabu ukawasomesha watu ukazungumza, la. Sasa muona kuna watu wa media, ndugu zetu, kuna Ilmi TV mashaallah wako hapa. Hawa jamaa wanafanya da'wa, na kila Muislamu ambaye kwamba atasikiliza hii mawaidha kupitia channel kama vile hii, basi yule bwana anapata thawabu ya da'wa. Wewe uko kazini kwako na simu yako njiwa na klipi ya khairi ukaisambaza, wewe umfanya da'wa. Wewe uko nyumbani na familia yako na ahli yako mfika time ya sala hasali, ukamwambia asali, umfanya da'wa. Falidhalika udugu wa Kiislamu utapatikana, watu watasaidiana katika hii da'wa ambayo sisi leo tuifanya. Wallahi umma unahitaji watu wengi sana ambao kwamba watasimamia katika hili kazi la da'wa. Mfano mdogo tu ninawaambia, leo hii ingia katika platform yoyote, ikiwa ni kwa mtandao wa TikTok ama ni mtandao wa Instagram ama ni mtandao wa YouTube ama ni wapi Snapchat, ambao kwamba wanazungumza sana na wanaoongoza kumiliki ile mitandao ni watu wa batil. Mimi na wewe Waislamu mashaallah, Muhammad wa Musa wa Maryam wa Hawa wa Saida wa man wanketi tu, ila wale wenzetu akiketi kidogo ashaeneza mziki. Tena anakuambia like, comment, share. Unajua na picha ya mwanamke yuko uchi, anakuambia comment, like, share. Then anakuambia njoo DM bana, tuanze kuzungumza. Mimi na wewe mashaallah hatutaki kuingia TikTok, tunasema kuna maasi, tuache TikTok. Sasa tunawaacha wale watu na madhambi yao na maovu yao, sisi hatuna juhudi yoyote.
Katika madhara ambayo kwamba yamefikia baadhi ya ndugu zetu katika imani, nao pia wakaingia katika hii mitandao si kwa lengo hili la kheri, na haukupatikana baina yao at-taawun, kusaidiana fi nashri al-khair. Ukapata baadhi ya mabinti wa Kiislamu na vijana wa Kiislamu wamekuwa madansa TikTok. Yeye amefungua TikTok yake, usiku yeye wafanya challenge, yuimba nyimbo ya mwimbaji fulani mpaka anakuwa maarufu, ako na viewers 1 million na mwenyewe wajifahari, mashaallah. Wewe ukienda kumkumbusha na kumnasihi, hiyo ni sehemu katika da'wa. Bali wewe ukifungua akaunti yako ukawa eneza khairi kama vile hawa, ilifaa kuwe kuna media zaidi ya 5 hapa. Sisi vijana wote tumeketi, tuna masimu yetu makubwa kweli kweli. Mwingine na iPhone na macho 5, mwingine na macho 3. Maana simu siku hizi zina macho bana. Binadamu ana macho 2 lakini simu ina macho 3. Na nyingine ya 4 inatoa mwanga ile. Hasa inakumulika tu. Kwa kuwa hakuna ukhuwa al-imaniya, udugu wa kiiman, hii mitandao tukaitumia kwa batil, na sisi pia tukaona mitandao kama vile hii, tukaingia ndani yake, tukawa tusaidiani na kunasihiana, ikawa ni sababu ya kuenea fasadi. Kisa moja Allah yaniumiza sana. Siku moja bwana mmoja amepost kwa Facebook, sijui ni Facebook kwa maana gani, kama mwaka mmoja, asambaza picha asema, huyu mwanamke mnayemuona hapa, hii kodi sasa, najua vijana wenzangu muelewa, majenzi najua muelewa vizuri. Umpatana naye kwa TikTok huko Instagram, umjui, mtumanie picha yako, mashaallah. Jamaa katumaniwa picha mrembo kisawa sawa, mwanamke mzuri kisawa sawa, mashaallah. Basi bana wenyewe wakaposeana kwa TikTok, wakachumbiana kwa TikTok. Jamaa katuma mpaka nusu mahari. Hajaenda kwa babake binti, amemtumania binti nusu mahari TikTok. Sasa yule binti alipochukua nusu mahari akakimbia. Jamaa shangaa mara ankula block. Akiposti status zake haoni, akituma message niende na kile kiji line kimoja. Huyu bibi ankwenda wapi? Malaika wangu ni malaika, astaghfirullah. Huyu la azizi wapi jamaa? Yeye alalama bana kila siku bana. Sasa alipopigwa sasa akarudi kwa mtandao. Sizungumzii ile hali ambayo ilitokea baada hapo. Yule bwana alikuwa ametumaniwa picha na yule mwanamke, picha nyingi sana. Basi zile picha zote akazieneza kwa mitandao. Namuona huyu amenitapeli mimi, amfanya kadhaa, sijui kadhaa, yuaitwa fulani. Binti picha zake zikienezwa mitandao yote akaenea. Baya zaidi kuliko hilo, nyinyi ambao kwamba mwajiposti na marafiki zenu mpigana wao picha, tizama hili. Wallahi kumbe zile picha za binti ambazo kwamba alikuwa yule mwenzie yomtumania hakuwa binti musika. Yani mmoja yuko na rafiki yake wampiga picha pamoja, ako na picha zake. Sasa zile picha akao yomtumania mwanaume mwingine. Umeona? So jamaa alipenda binti mwingine, ala kupenda yule ambaye kwamba alikuwa yachati naye kwa TikTok. Ni yule rafiki yako ulopiga naye self akaenda kuzituma, mashaallah. Sasa binti baadaye waandika, mbona huyu mimi na mimi sikujui? Ambia mtajuana wenyewe, nyote nyinyi mmatapeli. Sasa hii yamesababishwa na nini? Pale tulipopata udugu ambao kwamba tupendana kwa ajili ya maslaha, hatuangalie yale mambo ambayo kwamba yana faida kwetu kukumbushana, hatuangalie mambo mazuri ambayo kwamba yafaa sisi tushikane, madhara yake ikawa ni haya. Mwingine babangu nyumbani na simu yake akapata picha binti yake imeandikwa tafuta Mungu. Mimi na umri kadhaa, naitwa fulani, niko pale fulani, mtu yoyote ameomba anataka kunioa na bazangu hizo. Ile picha nampigia baba. Baba sasa mimi namtuma mtoto wangu Nairobi akasoma university. Yeye yuko zake huko ndani. Huyu si binti yangu, kumbe anataka mtumba. Ni mtu amechukua ile picha binti ambayo kwamba aliposti kwa TikTok, akaandika pahali kwamba watafuta. Ulipopotea baina yetu huwa imani, udugu wa kiimani, haya ndio madhara ambayo kwamba yanaenda kutokea. Miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinapelekea udugu wa kiimani uendelee baina yetu, min asbabi daimumati almahabba alimaniya baina almuslimin, miongoni mwa sababu ya kudumisha upendo baina ya Waislamu, jambo la kwanza al-ikhlasu lillahi fil mahabba,
watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni miongoni mwa sababu kubwa ambayo kwamba itadumisha sisi upendo wetu. Kwa sababu gani? Tukipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa hakuna ambacho kwamba kitatofautisha baina yetu isipokuwa Allah jalla jalaluhu. Na huu ndio ule urafiki ambao tumeutaja, yaum al-qiyama hawa wawili watakuwa mabesti mpaka peponi. Yani rafiki yako ambaye kwamba unaenda naye kwenye zile starehe za duniani mkiwa wacha Mungu, basi hata peponi pia mtakutana. Mnakuwa mnapigiana mastori tu. Uko na hurul aini 70 wako nyumbani. Sasa unaenda kwa rafiki yako unaanza kumwambia mimi niko vizuri kuliko wewe. Unamwenjoy rafiki yako peponi bana. Kwa sababu gani? Almahabba al-imaniyya ilipatikana baina yenu ambapo kwamba ilikuwa mabniyun ala al-ikhlas. Mlipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi ambayo kwamba nimetangulia kuisema, thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu akiwa nayo mmoja wenu atapata kupitia mambo haya utamu wa iman. Miongoni mwa haya mambo, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wewe ukimpenda Muislamu mwenzio usimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema katika maneno yake mashuhuri, al-mahabbatu fillah min awthaqi 'ura al-iman. Mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kamba madhubuti za iman. Watu wakipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wameshikamana na ile al-urwatul wuthqa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, kwa sababu mapenzi yao itakuwa ni mapenzi ya iman. Falidhalika al-mahabbatu al-imaniyya wal-mahabbatu li ajli Allah min awthaqi 'ura al-iman wa biha tajtami'u al-qulub wa la tatafarraq. Kupitia hilo ndio nyoyo zinakutana. Yani hata kitokeo umegombana na rafiki yako, lakini kwa sababu mna upendo kwa ajili ya Allah subhanahu, mtasuluhisha ile madhara na itatokea salama baina yenu. Kadhalika miongoni mwa sababu ambazo kwamba itapelekea udugu wetu sisi uenee, atamassuku bi kitabillahi tabaraka wa taala wa sunnati nabi alayhi salatu wassalam, ni sisi kushikamana na Qur'ani na sunna. ليش؟ هذين الأصلين هما المنهجين. Hizi asili mbili ndio mfumo ambao kwamba yakuduna ila Allah tabaraka wa taala, unatuongoza sisi kwa Allah subhanahu wa taala. Pale inapotokea baina yako na baina ya ndugu yako adawa, mnatizama Qur'ani imewaambia nini, mnakumbuka Allah jalla jalaluhu wasema fa aslihu baina akhawaykum. Umegombana baina rafiki yako, Allah amewaambia aslihu baina akhawaykum. Qur'ani ishakwambia. Imetokea katika udugu wenu mko sawa, Allah anawaambia innamal mu'minuna ikhwa. Falidhalika mkifata Qur'an itakuwa ni sababu ya kudumisha upendo wenu baina yenu wenyewe. Mtume alayhi salatu wasallam asema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Nimekuachieni mambo mbili, hii mambo mkishikamana nayo vizuri hamtapotea baada yangu mimi kuondoka. Jambo jenyewe ni gani? Kitabullah, kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati, na sunna yangu. Al-Imam Shatibi alayhi rahmatullahi ta'ala akitueleza sababu ya ikhtilaf ambayo inatokea baina ya Waislamu na mambo ambayo kwamba yafaa wayafanye, anasema kullu ikhtilafin, tofauti yoyote inayotokea, yukhalifu ad-dalila, ile tofauti ikawa inakhalif Qur'ani au sunna, fahuwa sababun lilfurqa, hiyo ni sababu ya nyinyi kutofautiana. Miongoni mwa mambo madogo ambayo kwamba tunaashiria, ametaja Sheikh hafidhahullah ta'ala, jambo mathalan la bid'ah, kuzua katika dini ya Allah jalla jalaluhu. Na haya mambo pengine Waislamu yaweza tusiwe toelewa, mtu akasema kwani kuna ubaya gani? Ubaya gani kufanya kitu fulani? Ubaya gani kufanya hivi? Na sitokwambia kwani kuna uzuri gani umeacha mambo mengi ya Mtume alayhi salatu wassalam ukaenda kufanya mambo ambayo kwamba hayajathubutu. Lidhalika ukiona ikhtilafu yoyote utakuta sababu yake ni watu wameacha dalili imma katika Qur'an
na imma katika sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Falidhalika ndio haya maneno ambayo kwamba anasema Imam Shatibi alayhi rahmatullah, qala kullu ikhtilafin yukhalifu ad-dalila fahuwa sababun lilfurqa wa kullu ijtima'in ala ad-dalili fahuwa sababun lilwihda. Na umoja wowote ambao kwamba unakuwa umetukusanyisha, lakini umoja huo umepatikana kupitia dalili imma min al-Qur'an wa imma min as-sunnah, itakuwa ni sababu ya umoja. Ni kama vile sisi tulivyojikusanya hapa tumejikusanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina, mpaka mwisho wa hadithi. Mtume alitaja baytun min buyutillah, lakini Mtume alayhi salatu wassalam wasema waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, ardhi yote Allah jalla jalalu ameniwekea mimi imekuwa ni ardhi tahara, nafaa mimi kusali. Falidhalika ardhi ni sehemu ya Allah tabaraka wa taala, na kwa kuwa sisi tumejikusanya kwa ajili ya Allah jalla jalalu, tutaingia biidhnillah katika hii hadithi. Lakini kuna wenzetu pengine wamejikusanya pahali kwa sababu ya maasi na maovu, tunawaambia la qimata lilijtima' idha lam yakun ala alkitabi was-sunnah, hakuna faida katika kukusanyika pamoja ikiwa hakujajengewa katika kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na kadhalika miongoni mwa sababu ya kudumisha mapenzi baina ya Waislam, husnul dhanni bil mu'minin, kuwadhania Waislamu wenzio khairi. Huwa sio pekee tu ntoko mwana mwenzio amfanya hivi tayari ushamhukumu, ushadhania kitu mbaya. La, mdhanie mwenzio dhana njema. Na hii ni miongoni mwa sababu ya inshirahu sadr, moyo kuwa mkunjufu. Wao unapoketi sahi watu wote hao huamini. Wote unaona kama vile huyu amvai kilemba atakuwa ni mtu fulani. Huyu amvai saa mbona gharama sana, sijakuwa ni jasusi. Huyu amvaa miwani sijakuwa ina lenzi ananirekodi. Huyu anshika simu afanya hivi sijakuwa anafanya. Unakosa amani. Dhania wenzio dhana njema. Hii ni miongoni mwa sababu ya kudumisha mapenzi baina ya Waislamu. Mtume alayhi salatu wasalam asema iyyakum wadhann, jiepusheni na dhana mbaya, jiepusheni sana na kudhani, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Dhana haya ni mazungumzo ya urongo. Itafikia wakati utamdhania mwenzio dhana mbaya, kumbe lile jambo kwako lilikuwa ni khairi. Allah tabaraka wa taala katika suratul Hujurat asema يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علماء كتب أسباب نزول هي آية wanaeleza Mtume alayhi salatu wassalam alimtuma sahaba mmoja kwenda katika mji mmoja kwenda kukusanya mali ya zakat takriban, ama kwenda kufanya mahama ambayo kwamba Mtume alikuwa amempea. Yule bwana alipofika kule, wale jamaa walipokuwa na furaha, wakatoka na mapanga yao wanamkimbilia, wanafurahi sana. Yule jamaa alipoona ile mapanga akajua ile mabanga anataka kuja kumuua bana, akarudi na farasi wake nyuma mbio sana. Anafika kwa Mtume yuhema, tunamwambia baba taratibu baba, hizo nini? Anambia Mtume, wale jamaa zako wote wameritadi na alikuwa anataka kuniua mimi. Ndio Allah akamteremshia hii aya Mtume kwamba wakikujia watu kwa habari taka bayani. Yawezekana ukamwona mtu ukamdhania vibaya, wa hadha laysa fil Islam, wadhania Waislamu wenzio dhana nzuri, kwa sababu kuwadhania wenzio dhana nzuri ni miongoni mwa sababu za kudumisha upendo, na ni miongoni mwa sababu za kuleta imani baina ya watu, bali ni miongoni mwa sababu ya kuleta furaha baina ya Waislamu. Kadhalik miongoni mwa sababu ya kudumisha upendo baina ya watu al-afu wat-tasamuh, watu kusameheana. Pale anapotokea baina yako na baina ya mwenzio ugomvi, mmekosana, basi iltamisul udhra li akhik, mtafutie mwenzio udhuru na msameheane. Khuluqul afu min akhlaqin nubala, tabia ya kusamehe ni miongoni mwa tabia za watu werevu. Ukiona mtu anakimbilia kumwambia mwenzie wallahi sikusamehe mpaka kiyama, ujue mtu ana mapungufu kidogo ya akili. Wallahi haya maneno utakuja kuyatamani la ungerudi duniani ukamsamehe mwenzio. Allah jalla jalaluhu ameeleza katika Qur'an
mlango miongoni mwa milango ya pepo yaumul qiyama, wal'afina 'anil nas, wale ambao kwamba wanawasamehe wenzao. Kusamehe ni miongoni mwa sababu ya kudumisha upendo. Falidhalika la budda lilmuslim an ya'fu 'an ikhwanihi, la budda muislamu awasamehe ndugu zake pale inapotokea baina yao ugomvi. Mtume alayhi salatu wasalam asema, ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, Allah subhanahu wa ta'ala hamzidishi mtu pale anaposamehe illa anampea izza, anampea nguvu na anampea nafasi nzuri baina ya watu. Khuluqul 'afw, hii ni katika akhlaq nzuri sana. Na kinyume yake tabia ya kutunza magomvi katika vifua. Unatembea una ugomvi na Muislamu mwenzio kwa sababu ati alifanya jambo fulani, basi kifua yako imfura wewe, hata huna raha, utakufa mapema. Yafaa Muislamu kuwa na tabia, unakuwa mzuri, unasamehe. Wallahi tabia inakupatia wewe amani ya moyo. Sipende kabisa kuketi na vifundo katika kifua chako, unaketi na magomvi na mwenzio. Lakini kadhalika miongoni mwa hizi tabia taqlilul lawm, kupunguza kulaumu sana. Wewe mtu ashafanya kitu kidogo bana, ameharibu tu kidogo, shalalamika, nyinyi mbona mmefanya kitu fulani, wewe mbona kadha. Ulama an-nafs wanatuambia kathuratul lawm fil ghalib la yakunu nataijuha salima. Kupenda sana kulaumu, wewe mbona umfanya kadha, wewe mbona umfanya kadha, wewe kadha, matokeo yake mara nyingi inakuwa sio mazuri, kwa sababu inapelekea watu kwenda kukuchoka wewe. Mtu akosea kidogo, hakuna binadamu ambaye kwamba mkamilika. Wewe mwenyewe umekosea mara ngapi? Yani pengine time hilo laumu mwenzio, wewe tayari ushakosea. Falidhalika taqlilul lawm, kupunguza sana kutoa lawama, ni miongoni mwa sababu ya kuweza kudumisha mapenzi baina ya Waislamu. Lakini kadhalika miongoni mwa sababu ambayo kwamba inadumisha almahabba baina alikhwan, tarku alhasad walbaghdha, kuacha hasad. Hasad katika kifua chako na magomvi, unakuwa unahusudu wenzio. Wallahi hasad ni katika tabia mbaya sana. Allah tabaraka wa taala anauliza mahasidi, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, sasa muhusudiana vipi kwa neema ambayo mwenzio Allah amempea? Allah amempa mwenzio rangi nzuri, mali, sasa ni neema ya Allah, hujui Allah amemnyima nini? Pengine kile kitu ambacho kwamba unakitamani mwenzio hana. Wangapi tunawajua wana mali nyingi lakini hana afya? Mtu anakula kupitia anahema kupitia oksijeni, hawezi kuhema hivi kutoa pumzi yake. Mtu anakula kupitia mapipe na ana magari na ana majumba na kila kitu. Wewe unaanza kumhusudu kwa sababu ya ile maradhi ama ile mali ambayo kwamba yuko nayo. Je, wewe ukipewa maradhi ambayo yeye yuko nayo utastahamili wewe? Unamhusudu mwenzio pengine ana mali, wewe Allah nkugea akili nzuri. Hatuwezi kuwa sawa kile kitu. Kabla hujatizama neema ya mwenzio, jitizame kwanza wewe mwenyewe. Kam ni'amin ataka Allah tabaraka wa taala, una neema ngapi ambayo Allah subhanahu wa taala amekugea? Ukijua hili jambo itakuwa ni sababu ya kupunguza hasad, na mahasidi ni viumbe wabaya kabisa. Ndio maana Allah ametokea sura ndani ya Qur'an, qala wa min sharri hasidin idha hasad, Allah tulinde na mahasidi. Hii Qur'ani aya mtu anaiomba dua Allah mlinde nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hasadi ni mbaya. Mtume alayhi salatu wassalam asema la tahasadu, msihusudiane. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam asema fa innal hasada yaakulu alhasanat, hasad inakula matendo yako mema, kama yaakulu an-naru alhatab, kama vile moto unavokula matendo yako, kama vile moto unavokula ile kuni, moto unavunguza ile kuni inaungua kabisa. Kadhalika hasad manake inasambaratisha kabisa mambo yako mema. Falidhalika hii tabia ya hasad watu waiache. Ukimwona mwenzio yuko na neema, muombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi na neema yake. Ukimwona Allah amempatia mwenzio kitu, muombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala dua. Waacha tabia kihasidi. Tabia kihasidi si tabia nzuri. Lakini kadhalika miongoni mwa sababu ya kudumisha mapenzi baina ya watu, alislahu baina almutakhasimain, kutengeza na kufanya islah baina ya watu wawili wanapokuwa wameteta. Imetokea kuna watu fulani huyu na huyu wanateta, wewe nenda mbio kwenda kutengeza na kufanya islah
Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikitokea vipote mbili wakateta baina yao basi nendeni haraka kufanya islah baina yao. Falidhalika ukiona rafiki yako, ndugu yako, sahibu yako anteta na mwenzio, jitahidini kufanya islah baina yenu, kwa sababu islah dhatil bain, kufanya islah baina ya watu wawili wa karibu ni miongoni mwa sababu ya kupata baraka kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mtume ameashiria hili jambo ni bora kuliko hata kuna mtu anapata daraja kwa kufanya islah dhatil bain, daraja kubwa kuliko daraja ya mtu ambaye kwamba amfunga. Mtume alayhi salatu wasalam asema ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah, je nisikuhabarisheni kunako jambo ambalo kwamba ni bora muda mwingine daraja yake kuliko saum na sala na sadaqa? Masahaba wakamwambia bala ya Rasulullah, tueleze ewe mjumbe wa Allah. Mtume akamwambia islahu dhatil bain, kufanya islah baina ya watu wawili. Unapofanya islah baina yao itakuwa ni sababu ya kudumisha upendo baina yao. Lakini kadhalika miongoni mwa sababu ya idamatul mahabba baina almuslimin al-adl wal-insaf, kuwa ni waadilifu baina yetu na kuwa na usawa. Al-adl wal-musawa, hii adl na musawa kuna muda yatafautiana na kuna muda inakuwa sawa. Al-adl la yaqtadi al-musawa, kuna muda mwingine adli haiwezi kuchukua maana ya musawat. Kama vile mathalan zazi wale ambao wako na watoto, ama mtoto mmoja yuko na mke na watoto wawili na yuwasoma bado university, na mtoto mwingine yeye bado ni barobaro, bado ni bachelor, yuwalala peke yake kama maiti. Huyu wataka kuwapea ata baina yao. Ukimgea kila mmoja kiasi fulani cha mali ya sawa sawa, utakuwa umefanya dhulma, kwa sababu huyu mmoja ana watoto, ana mke, afaa afanye masrufati yake kwa nyumba. Sasa kumpea huyu mtu kikubwa na huyu mwingine ukamgea ndogo, hii ni adl, japokuwa ukitizama baina yake kama vile hamna musawat, kwa sababu hapa almusawat laysa min aladl. Kufanya usawa baina ya hawa wawili si katika uadilifu. Sawa sawa. Falidhalika al-adl ambayo kwamba inakusudiwa ni ile adli ambayo kwamba ndani yake haitakuwa na jawr, adli ambayo kwamba imeelezwa. Sasa watu wanapofanya uadilifu baina yao, hii itakuwa ni sababu ya kudumisha upendo baina yao na kudumisha umoja wao. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam akasema المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. wale waadilifu watakuwa siku ya kiyama upande wa kulia wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mkono wake, na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni upande wa kulia. Atauhu mal'a la yughidhuhu an-nafaqa, ata ya Allah ni kubwa imeenea. Falidhalik huu uadilifu ambao kwamba Muislamu atakuwa nao baina yao, baina atapofanya baina wenzie, itakuwa ni sababu ya idamatul mahabba. Mmoja katika wanawazuoni wa tafsir akijulikana kama Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah ta'ala sema bil adli tantadhimu umurul insan, mtu anapokuwa anafanya uadilifu au kupitia uadilifu ndiyo mambo ya Waislamu yanakuwa mazuri. Pale Waislamu wanapokuwa na uadilifu baina yao, wabihi tuhfadhul mawadda wa tuhqanu ad-dima, na kwa sababu ya uadilifu mapenzi yetu yatadumu baina yetu na kadhalika damu zetu itahifadhika. Atawadhu, miongoni mwa sababu ya idamatul mahabba baina almuslimin atawadhu, mtu kuwa na tawadhu, kuwa na tabia ya kujishusha. So saa zote wataka usikike wewe tu, saa zote wataka uonekane wewe tu, saa zote wataka wewe ndio la. Atawadhu, kuwa na tabia tawadhu, na hii ni tabia ambayo kwamba yafaa Waislamu wawe nayo, wajipambe nayo Waislamu, kuwa na tabia ya kujishusha. Tem nyingine kuna baadhi ya mambo tatawadha. Mtume alayhi salatu wasallam asema man tawadha rafa'ahu Allah, yoyote ambaye kwamba atajishusha Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Usitake kuwa juu juu saa zote, kwa sababu kuna siku utashuka chini. Subiri Allah subhanahu wa ta'ala akupandishe. Wa hal tara ya tura man rafa'ahu Allah, yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua, hal hunaka man sayudhi'uhu, kuna ambaye kwamba atamshusha tena chini? La wallah.
Kama Allah ankupandisha, basi elewa wewe utakuwa unaendelea kupanda. Mtume alayhi salatu wasallam asema, inna Allah auha ilayya an tawadhu, Allah amenipatia wahi kwamba nyinyi yafaa muwe na tabia ya kujishusha na muwe na tabia ya kuwa na kuwa wa kujishusha katika nafsi zenu, si tabia ya kujikweza na kujipandisha. Al-Allama Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala asema, at-tawadhu jima'ul akhlaq, kujishusha ndiyo sifa ambayo imekusanya tabia nzuri zote. Wallahi, ikiwa una tabia nzuri lakini huna tabia ya kujishusha, wewe una tabia mbaya. Wewe ukiwa sijui unatoa sadaqa, sijui wewe kila tabia nzuri uko nayo, lakini wapenda saa zote kuweka kifua mbele, fa'alam annaka radi'ul akhlaq wa sayyi'ul akhlaq, jua kwamba wewe una tabia mbaya. Na hii sifa itakikani kwa Muislamu awe nayo, la siyama talibu ilm, hatakikani kabisa awe na tabia ya tarafu. Labda watu wawe na tawadhu. Hii itakuwa ni sababu ya kuweza kudumisha mapenzi baina yao. Ndio haya maneno ambayo tunayazungumza al-Allama Ibn Uthaymeen, at-tawadhu jima'ul akhlaq. Tawadhu ndio sifa ambayo kwamba imekusanya mambo yote mema, wa bihi tastaqimu al-ukhuwa. Na sababu ya mtu kuwa na tawadhu, kujishusha, udugu utaenea. Kuna time nyingine ujue kabisa kwamba ndugu yako hayupo katika haki, pengine ile haki ambayo kwamba anaitaka labda ni yako, lakini ikiwa hakuna madhara, wajishusha kwa ajili yake. Lesh lian tudima almahabba bainaka wa baina akhik, udumisha upendo ulioko baina yako na baina ya ndugu yako. Falidhalika watu wakifanya jambo kama vile hii, bihi tastaqimu al-ukhuwa wa yuzalu ma fi an-nufusi mina an-nizaa, na yataondolewa iliyomo katika nafsi katika an-nizaa, yale magomvi. Falidhalika ikhwani, hii ndio darasa yetu ilikuwa ya leo. Udugu wa Kiislamu ni sababu ya nguvu. Tukiwa sisi wamoja, tukishikana, tukasaidiana, tukapeana nguvu, kila mmoja akimuona mwenzie katika khairi anamkumbusha, anakumpatia support, akimuona katika shari anamkataza na kumkanya na ile shari, itakuwa ni sababu ya kudumisha upendo wetu. Na miongoni mwa njia kubwa ya kudumisha upendo ni hii mikusanyiko ambayo sisi tunaifanya. Ndugu zetu ambao kwamba wameandaa multaka kama vile hii yafaa sisi tuwape moyo na tuwapongeze kwa khairi kama vile hii. Kwa sababu gani? Itakuwa ni sababu ya wao kuendelea katika hii khairi, na itakuwa ni sababu ya sisi kupata baraka ya ukhuwa, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi tunapokuwa kitu kimoja. Falidhalika kwa hili napenda kukomea hapa, na sisitiza sana biidhnillah ta'ala tushikane, la siyama sisi vijana, kuanzia katika mitandao na maisha yetu ya kawaida, tuwe ni kitu kimoja, tupendane, tusaidiane, tunusuriane, tuombeane dua. سعادة الأعمال في الدنيا والآخرة لتكون سبب لزيادة المودة والألفة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ عبد الراشد الحلال، أسأل الله يجعلك في ميزان الحسنات. na kwa sababu ya wakati maswali yalikuwa yako around 20 plus. Sasa kwa sababu ya wakati, inshallah tutarejelea baada ya lunch break, na ningependa tu maswali mawili vile ustadha ambaye yuko bado. Kuna mmoja wetu hapa ametoa ombi ya kwamba usome angalau aya kama 3 hivi wapate kusikia sauti yako. Ombi nyingine, Sheikh falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا
إن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.